Hivi wewe hujui maana kukataliwa? Au bado hujaelewa kwa mimi ni mke wa mtu? Kwa hiyo mipango yoyote unayoipanga wewe pamoja na Sauda haiwezi kufanikiwa, yaani haina nafasi. Hivi Mai, kwa nini unakuwa mkali hivyo kiasi hicho kwangu? Unajua what I expected ni kusikia sauti nzuri ya mapenzi kutoka kwako, lakini naona natufukia. Alafu hivi unajua kwamba mimi ni mtu wa kwanza kukwambia nakupenda, na wala sio maskini wako. Haijalishi kama ulikuwa mtu wa kwanza au ni wewe ambaye ulichaguliwa na wazazi wangu. Kwenye moyo wangu una nafasi. Kwa hiyo acha kupoteza muda wako. Tena naomba nisikilize kwa makini. Usije ukasubutu tena kumwita mume wangu maskini. Na kama ukirudia kitu ambacho nitakuja kukufanyia, hutoamini. Mai, come on. Vichwa vyetu vinabeba mambo mazito, maisha. Mtoto wangu, mtoto wangu, sikutembea. Mtoto wangu, kwa nini mtoto wangu unatamani nipotee? Wanadamu hawana chema, muda mwingine hata mtoto wako anatamani ufe. Wakati mwingine Sauda, sihitaji chakula chako. Yaani chakula chochote ulichopika kwa mikono yako siko tayari kukitumia. Kwa nini mama? Yaani
Umeanza lini mamangu kipenzi kukataa chakula ambacho nimepika mimi mwanao? Sifanyi hivyo mama. Yaani kuanzia leo nitakula chakula alichopika Mai peke yake. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu. Niamkaje? Namshukuru Mungu. Niko salama. Vipi hali yako? Hali yangu bado sio nzuri mwanangu. Utakuwa sawa mama. Asante sana mwanangu. Basi mimi natoka naelekea kazini. Nakutakia siku njema. Nakutakia safari njema. Haya. Mai, yaani laiti ningejua sehemu wanapokodi bastola. Wewe ni ndugu yangu lakini ningeenda kukodia. Yaani nikumwage ubombo wako. Sauda, naona umeanza mapema asubuhi. Sasa mimi leo ndugu yangu sijisikii kugombana na mtu kabisa. Kwa hiyo naomba niache. Utagombana tu Mai. Wewe umeona haitoshi? Ukaamua kuchukua maneno ukampelekea mama. Mara sijui kuhusu chakula, sijui nini. Lengo lako ni nini wewe? Ili mama anichukie nini? Si ndio? Sasa jiangalie Mai. Umerusha bomu. Ila mimi nikiamua nitarusha haya matatu. Tena kwa bahati mbaya Mai, bomu lako wewe umerusha kwenye chumba cha mochwari. Mimi nikiamua kurusha nitakurushia kwenye chumba cha wagonjwa. Tuone kati ya mimi na wewe nani atazurika. Mwanaharamu mkubwa wewe. Mpuzi mmoja wewe. Tatizo lako unatumia nguvu sana, unajichosha. Mume wangu, kipenzi changu, nimekukumbuka. Mama, unaendeleaje kwa sasa? Binti yangu, mwili wangu naujua mwenyewe, na kwa hali nayojisikia ndani ya mwili wangu, sidhani kama nitafanikiwa kuwa na maisha marefu. Mama, usijitabilie kifo. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa na afya yako itaimarika kama zamani mama wangu. Hata mimi naamini hivyo, lakini kiukweli afya yangu siielewi, naona nashindwa. Naona kitu tulivyotokea mambo yakawa makubwa. Zena mmekuwa makubwa mpaka mwenyewe nitasema wote. Chris. Na Masai. Singatia tu kama nilivyokuambia. Nimeshaanza research tayari. Hata hivyo nategemea kuna mabinti wanaweza wakaanza kazi leo. Kwa ajili ya kupachangamsha pale. Sawa. Mimi siwezi kufika mbali.
Si unajua bosi wangu Alifu Mtata, sija kakosa kasi. Haina shida, mimi nakutakia siku njema. Na wewe pia. Amina Masai. Haina tatizo. Haya bwana. Safari njema. Sawa Masai. Mungu akakutangulia. Amina. Mungu akakuwekee kusimamia na kasi zako. Ngoja. We dada, ulikuja hapa kufanya kazi kwa ajili ya Sauda au kwa ajili ya mama? Nimekuja hapa kufanya kazi kwa ajili ya wote. Sasa kwa nini Sauda alikwambia ufunge store na wewe ukafunga? Na hukuwa umepika kitu chochote, umesababisha watu washinde njaa. Maana yako ilikuwa ni nini? Au hujui kama sisi pia tunakufanya upate mshahara? Mimi sijui, lakini yeye ndo alonileta hapa. Lazima nimsikilize yeye. Hilo swala haliwezekani. Na labda tu nikwambie, ukirudia tena huo ujinga ambao umeufanya leo. Umeona lile geti lile? Sauda si ndo alikuleta hapa ndani? Sasa mimi ndo nitakutoa. Kwa hiyo kuwa makini na maagizo anayokupa Sauda. Samahani madam. Hapa ndani hautaki kusikiza sauti ya mbwa yoyote yule zaidi ya sauti ya Mungu. Mimi ndio nilikuajiri na mimi ndio nilikufanya ufike hapa. Kwa hiyo huyo Mai unayemwona sio anachonga chonga kimdomo huko nje, si lolote wala si chochote kwenye hii familia. Wewe ulipokuja hapa si ulimkuta? Ndio nimemkuta. Lakini yeye ndo alikuwa anazungumza hivyo huko nje. Okay. Siku nyingine akikufuata tena, mwambie kama anataka kuzungumza, aje azungumze na mimi. Mimi ndio mwenye nyumba na sio yeye takataka mkubwa tu. Sawa dada, nimekuelewa. Acha nikaendelee na kazi huko jikoni. Okay. Sawa, unaweza ukaenda. Pole sana shemeji. Asante sana shemeji yangu. Yaani kama Sauda ndio anasababisha yote haya, kwa nini msingemwambia ukweli? Mwambie ili ajijue kwamba yeye hapa ni nani. Anatakiwa aambiwe ili afahamu, huenda akawaheshimu zaidi kwa yale yote mliomfanyia katika maisha yake. Unaonaje shemeji? Hapana shemeji yangu, haina maana. Nimejifunza unaweza ukamsaidia mtu, lakini mtu huyo huyo akaja kufanya kitu kibaya sana ndani ya maisha yako. Mwambie ukweli, ajue. Anatakiwa afahamu. Shemeji, usije ukajutia haya mambo, huenda kipindi hicho usiwepo tena hapa duniani. Sawa shemeji yangu? Hapana shemeji, baba yao alikataza kabisa swala hili, na mimi nafuata maelekezo ya marehemu mume wangu. Nakutamani kutoa maisha yako inauma.
Karibu kaka. Shikamoo. Marahaba. Unaendeleaje na majukumu? Majukumu yanaendelea kama kawaida kaka. Ila tangu jana hadi asubuhi hii wateja wengi walikuwa naulizia supu na mtori. Kwa hiyo ningeomba kama mambo yapo sawa, tutafute mpishi wa supu na mtori. Maana inaonekana wateja wengi wanahitaji nao. Okay. Sawa. Nashukuru sana kwa wazo lako zuri. Nitalifanyia kazi. Basi niko ndani mara moja. Shikamoo anko. Marhaba mtoto mzuri. Jambo eh? Jambo. Asante, nashukuru. Shemeji niambie. Nimekuja kumwangalia Sauda. Vipi, anaendeleaje? Sauda jambo. Ila ametoka kidogo na babake. Oh. Sawa. Walimwengu wanadamu hawana chema, muda mwingine hata mtoto wako anatamani ufe, wakati mwingine rafiki na ndugu zako wanatamani ufe. Mtoto unemlea kwa mikono yako anaweza kuja kuwa adui yako na kutamani kutoa maisha yako, inauma. Usiombe ikukute.